Kitabu cha Walawi utangulizi. Mambo ya Walawi ndicho kitabu cha 3 katika mfuatano wa vitabu vya Biblia. Hata hivyo, kitabu hiki hakizungumzii sana masuala ya Walawi, bali kinaeleza taratibu za kuishi kidini pamoja na kazi za makuhani. Jina Mambo ya Walawi linatumiwa kwa kuwa makuhani wote ni Walawi, nao ndio viongozi katika masuala ya ibada na taratibu za maisha kidini. Jambo la kimsingi katika kitabu hiki ni utakatifu wa Mungu na uhusiano kati ya Mungu na mtu, aidha mtu na jirani yake. Viumbe vyote na vitu vilivyotengenezwa na mtu vimesongwa na uchafu na kamwe haviwezi kumkaribia Mungu mtakatifu. Sura ya 16:6. Ili viweze kukubalika na kumkaribia mtakatifu, havina budi kutakaswa na kufanywa vitakatifu kwa kufuata taratibu za ibada ikubalikayo mbele za Mungu. Sura ya 20:26. Kitabu hiki kinatoa msingi ya sadaka, toba, ondoleo la dhambi, utakaso na upatanisho. Vile vile kina kanuni zinazohusu usafi wa mwili, ndoa, unyumba na chakula. Mungu ni mwaminifu kwa ahadi yake. Atabariki watiifu na kuhukumu waasi. Sura ya 26 na sura ya 27. Yaliyomo. 1. Sheria kuhusu sadaka na maongozi ya makuhani. Sura ya 1 hadi 7. 2. Huduma katika hema takatifu. Sura ya 8 hadi 10. 3. Sheria kuhusu unajisi na utakaso. Sura ya 11 hadi 15. 4. Siku ya upatanisho. Sura ya 16. 5. Sheria kuhusu utakatifu. Sura ya 17 hadi 25. 6. Baraka na laana. Sura ya 26. 7. Sheria kuhusu nadhiri. Sura ya 27. Walawi sura ya 1. Sadaka ya kuteketezwa. Bwana akamwita Musa na kusema naye kutoka katika hema ya kukutania. Akamwambia, nena na wana wa Israeli waambie, mtu wa kwenu atakapomtolea Bwana matoleo, mtatoa matoleo yenu katika wanyama wa mifugo, katika ng'ombe na katika kondoo. Matoleo yake kwamba ni sadaka ya kuteketezwa ya ng'ombe, atatoa ng'ombe mume mkamilifu. Ataleta mlangoni pa hema ya kukutania, ili akubaliwe mbele ya Bwana. Kisha ataweka mkono wake juu ya kichwa cha hiyo sadaka ya kuteketezwa, nayo itakubaliwa kwa ajili yake, ili kufanya upatanisho kwa ajili yake. Naye atamchinja huyu ng'ombe mbele ya Bwana. Kisha wana wa Haruni, hao makuhani, wataileta karibu hiyo damu na kuinyunyiza damu yake kando kando katika madhabahu iliyo hapo mlangoni pa hema ya kukutania. Kisha atachuna sadaka ya kuteketeza na kuikata vipande vyake. Kisha wana wa Haruni watatia moto juu ya madhabahu na kuzipanga kuni juu ya moto. Kisha wana wa Haruni makuhani watazipanga kuni zilizo juu ya moto uliopo juu ya madhabahu, lakini matumbo yake na miguu yake ataiosha kwa maji, na huyu kuhani ataviteketeza vyote juu ya madhabahu, ili iwe sadaka ya kuteketezwa, dhabihu ya kusongezwa kwa njia ya moto, ya harufu ya kupendeza kwa Bwana. Na matoleo yake kwamba ni katika kundi, katika kondoo au katika mbuzi, kuwa sadaka ya kuteketezwa, atatoa mume mkamilifu. Naye atamchinja hapo upande wa madhabahu ulioelekea kaskazini mbele za Bwana. Na wana wa Haruni, hao makuhani, watainyunyiza damu yake juu ya madhabahu pande zote. Kisha atamkata vipande vyake pamoja na kichwa chake, mafuta yake. Kisha atavipanga vile vipande juu ya kuni zilizo juu ya madhabahu, lakini matumbo yake na miguu yake ataosha kwa maji, na huyu kuhani atavisongeza vyote na kuviteketeza juu ya madhabahu. Ni sadaka ya kuteketezwa, dhabihu ya kusongezwa kwa njia ya moto, ya harufu ya kupendeza kwa Bwana. Na matoleo yake atakayemtolea Bwana kuwa sadaka ya kuteketezwa kwamba ni katika ndege, ndipo atakapoleta matoleo yake katika hua au katika makinda ya jiwa. Kisha kuhani atamleta karibu na madhabahu,
naye atamkongonyoa kichwa na kumteketeza kwa moto juu ya madhabahu, na damu yake itachuruzishwa kando ya madhabahu. Kisha atakiondoa kile kibofu chake pamoja na taka zake na kukitupa kando ya madhabahu upande wa mashariki, mahali pa majivu. Kisha atampasua na mabawa yake, lakini asimkate vipande viwili. Kisha kuhani atamteketeza juu ya madhabahu, juu ya kuni zilizo juu ya moto. Ni sadaka ya kuteketezwa, dhabihu ya kusongezwa kwa njia ya moto, ya harufu ya kupendeza kwa Bwana. Walawi sura ya pili. Sadaka ya nafaka. Na mtu atakapomtolea Bwana matoleo ya sadaka ya unga, matoleo yake yatakuwa ya unga mwembamba, naye ataumimina mafuta na kutia na ubani juu yake. Kisha atauleta kwa wana wa Haruni, hao makuhani, naye atatoa konzi moja katika huo unga mwembamba na katika mafuta yake na huo ubani wote. Kisha kuhani atauteketeza kuwa ndio ukumbusho wake juu ya madhabahu. Ni kafara ya kusongezwa kwa njia ya moto, ya harufu ya kupendeza kwa Bwana. Na huo uliosalia wa ile sadaka ya unga utakuwa ni wa Haruni na wanawe. Ni kitu takatifu sana katika sadaka zilizosongezwa kwa Bwana kwa njia ya moto. Tena utakapotoa matoleo ya sadaka ya unga uliokoa tanuni, yatakuwa mikate isiyotiwa chachu, ya unga mwembamba uliokandwa na mafuta, au maandazi yasiyochachwa yaliyopakwa mafuta. Tena matoleo yako kwamba ni sadaka ya unga wa kangoni, yatakuwa ya unga mwembamba usiotiwa chachu, uliokandwa na mafuta. Utaukatakata vipande na kutia mafuta juu yake. Ni sadaka ya unga. Tena matoleo yako kwamba ni sadaka ya unga ya chunguni, yataandaliwa kwa unga mwembamba pamoja na mafuta. Nawe utamletea Bwana sadaka ya unga iliyofanywa ya vitu hivyo, nayo italetwa kwa kuhani, naye ndiye atakayeisongeza madhabahuni. Kisha kuhani atatoa humo huo ukumbusho wa sadaka ya unga, naye atauteketeza juu ya madhabahu. Ni kafara ya kusongezwa kwa njia ya moto, ya harufu ya kupendeza kwa Bwana. Na hicho kitakachosalia katika sadaka ya unga kitakuwa cha Haruni na wanawe. Ni kitu kitakatifu sana katika sadaka zilizosongezwa kwa Bwana kwa njia ya moto. Sadaka ya unga iwayo yote itakayosongezwa kwa Bwana isitiwe chachu kabisa, kwa kuwa hamtamteketeza chachu, wala asali iwayo yoyote. Huwa ni sadaka ya kusongezwa kwa Bwana kwa njia ya moto. Vitu hivyo mtavisongeza kwa Bwana kuwa ni malimbuko, lakini visifike juu ya madhabahu kuwa ni harufu ya kupendeza. Tena kila toleo la sadaka yako ya unga utalitia chumvi, wala usiache sadaka yako ya unga kupungukiwa na chumvi ya agano la Mungu wako. Utatoa chumvi pamoja na matoleo yako yote. Nawe kwamba wamtolea Bwana sadaka ya unga na malimbuko, utatoa hiyo ngano katika masuke yake iliyochomwa motoni, ngano iliyopondwa ya masuke mabichi, ndiyo utakayoleta kuwa sadaka ya unga ya malimbuko yako. Nawe utatia mafuta juu yake na kuweka ubani juu yake. Ni sadaka ya unga. Huyo kuhani atauteketeza ukumbusho wake, yaani sehemu ya ngano iliyopondwa ya hiyo sadaka na sehemu ya mafuta yake pamoja na ule ubani wake wote. Ni kafara ya kusongezwa kwa Bwana kwa njia ya moto. Walawi sura ya tatu. Sadaka za amani. Na matoleo yake kwamba ni sadaka za amani, kwamba asongeza katika ng'ombe mume au mke, atamtoa huyo aliye mkamilifu mbele ya Bwana. Naye ataweka mkono wake kichwani mwake huyo aliyemtoa na kumchinja mlangoni pa hema ya kukutania. Na wana wa Haruni, hao makuhani, watainyunyiza damu yake katika madhabahu pande zote. Naye atasongeza katika sadaka hiyo ya amani dhabihu kwa Bwana itakayofanywa kwa njia ya moto, yaani mafuta yafunikayo matumbo na mafuta yote yaliyo juu ya matumbo na figo zake mbili na mafuta yaliyoshikamana nazo, yaliyo karibu na kiuno na hicho kitambi kilicho katika ini, pamoja na hizo figo. Hayo yote atayaondoa,
Na wana wa Haruni watayateketeza kwa moto juu ya madhabahu, juu ya sadaka ya kuteketezwa iliyo katika kuni zilizo juu ya moto. Ni dhabihu ya kusongezwa kwa njia ya moto, harufu ya kupendeza kwa Bwana, na matoleo yake kwa sadaka za amani atakayomchinjia Bwana, kwamba ni katika kundi la kondoo, mume au mke, atamtoa huyo aliye mkamilifu. Kama akimtoa mwana-kondoo kuwa matoleo yake, ndipo atakapomtolea Bwana, naye ataweka mkono wake kichwani mwake huyo aliyemsongeza, na kumchinja mlangoni pa hema ya kukutania. Na wana wa Haruni watainyunyiza damu yake katika madhabahu pande zote, naye atasongeza katika sadaka hiyo ya amani dhabihu kwa Bwana, itakayofanywa kwa njia ya moto, yaani mafuta yake na mkia wenye mafuta mzima atauondoa kwa kuukata hapo karibu na mafupa wa maungoni, na mafuta yafunikayo matumbo, na mafuta yote yaliyo katika matumbo, na figo zake mbili, na mafuta yaliyoshikamana nazo, yaliyo karibu na kiuno chake, na kitambi kilicho katika ini, pamoja na hizo figo. Hayo yote atayaondoa. Naye kuhani atayateketeza kwa moto juu ya madhabahu. Ni chakula cha dhabihu ya kusongezwa kwa Bwana kwa njia ya moto. Na matoleo yake kwamba ni mbuzi, ndipo atakapomtoa mbele za Bwana, naye ataweka mkono wake kichwani mwake na kumchinja hapo mbele ya hema ya kukutania, na wana wa Haruni watainyunyiza damu yake katika madhabahu pande zote. Naye atasongeza katika sadaka hiyo matoleo yake, dhabihu kwa Bwana kwa njia ya moto, yaani mafuta yafunikao matumbo, na mafuta yote yaliyo katika matumbo, na figo zake mbili, na mafuta yaliyoshikamana nazo, yaliyo karibu na kiuno chake, na kitambi kilicho katika ini, pamoja na hizo figo mbili. Hayo yote atayaondoa, naye kuhani atayateketeza kwa moto juu ya madhabahu. Ni chakula cha dhabihu ya kusongezwa kwa njia ya moto, iwe harufu ya kupendeza. Mafuta yote ni ya Bwana. Neno hili litakuwa amri ya daima katika vizazi vyenu vyote, ndani ya nyumba zenu zote, ya kwamba hamtakula mafuta wala damu kabisa. Walawi sura ya 4. Sadaka za dhambi. Bwana akanena na Musa na kumwambia, haya, nena na wana wa Israeli waambie, kama mtu yeyote akifanya dhambi pasipo kukusudia katika neno lolote ambalo Bwana amelizuilia lisifanywe, na kutenda neno lolote la maneno hayo, kama kuhani aliyetiwa mafuta akifanya dhambi, hata analeta hatia juu ya watu, ndipo na watoe kwa ajili ya dhambi yake aliyoifanya, na kumsongeza kwa Bwana ng'ombe mume mchanga mkamilifu kuwa ni sadaka ya dhambi. Naye atamleta huyo ng'ombe na kumweka mlangoni pa hiyo hema ya kukutania mbele za Bwana, naye ataweka mkono wake kichwani mwake ng'ombe na kumchinja huyo ng'ombe mbele za Bwana. Kisha huyu kuhani aliyetia mafuta atatoa baadhi ya damu ya huyo ng'ombe na kuileta ndani ya hiyo hema ya kukutania. Kisha kuhani atatia kidole chake katika hiyo damu na kuinyunyizia damu mbele ya Bwana mara 7 mbele ya pazia la mahali patakatifu. Kisha kuhani atatia baadhi ya hiyo damu juu ya pembe za madhabahu ya kufukizia uvumba mzuri mbele za Bwana iliyo ndani ya hema ya kukutania. Kisha damu yote ya huyo ng'ombe ataimwaga hapo chini ya madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa iliyoko mlangoni pa hema ya kukutania. Kisha mafuta yote ya huyo ng'ombe wa sadaka ya dhambi atayaondoa, mafuta yote yafunikayo matumbo, na mafuta yote yaliyo katika matumbo, na figo zake mbili, na mafuta yaliyoshikamana nazo, yaliyo karibu na kiuno chake, na kitambi kilicho katika ini, pamoja na hizo figo. Hayo yote atayaondoa, vilevile kama yanavyoondolewa katika ng'ombe wa kuchinjwa kwa sadaka za amani. Kisha huyu kuhani atayateketeza juu ya madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa. Kisha ngozi yake ng'ombe na nyama yake yote, pamoja na kichwa chake na pamoja na miguu yake na matumbo yake na mavi yake, maana huyo ng'ombe mzima atamchukua nje ya marago
hata mahali safi, hapo wamwagapo majivu, naye atamchoma moto juu ya kuni. Atachomwa moto hapo majivu yamwagwapo. Na kama mkutano mzima wa Israeli ukifanya dhambi, na jambo lenyewe likafichamania macho ya huyo mkutano, nao wamefanya mojawapo katika mambo yaliyozuiliwa na Bwana kwamba wasifanye, nao wamepata hatia, hapo itakapojulikana hiyo dhambi walioifanya, ndipo mkutano utatoa ng'ombe mume mchanga awe sadaka ya dhambi, na kumlete mbele ya hema ya kukutania. Kisha wazee wa mkutano wataweka mikono yao kichwani mwake huyo ng'ombe mbele za Bwana. Kisha ng'ombe atachinjwa mbele za Bwana. Kisha kuhani aliyetiwa mafuta atatoa katika damu ya huyo ng'ombe na kuileta ndani ya hema ya kukutania. Kisha kuhani atatia kidole chake katika hiyo damu na kuinyunyizia mbele za Bwana, mbele ya pasia mara 7. Kisha nyingine katika hiyo damu ataitia katika pembe za madhabahu iliyo mbele za Bwana, iliyoko ndani ya hema ya kukutania. Kisha damu yote ataimwaga hapo chini ya madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa iliyo mlangoni pa hema na kukutania. Kisha atayaondoa mafuta yake yote na kuyateketeza juu ya madhabahu. Ndivyo atakavyomfanyia huyu ng'ombe, kama alivyomfanyia huyu ng'ombe wa sadaka ya dhambi, atamfanyia na huyu vivyo. Naye kuhani atawafanyia upatanisho, nao watasamehewa. Kisha atamchukua huyu ng'ombe nje ya marago na kumchoma moto vilevile kama alivyomchoma moto ng'ombe wa kwanza. Ni sadaka ya dhambi kwa ajili ya mkutano. Mtawala atakapofanya dhambi na kutenda pasipo kukusudia neno lolote katika hayo ambayo Bwana Mungu wake aliyazuilia asifanywe, naye amepata hatia, akijulishwa hiyo dhambi yake aliyoifanya, ataleta mbuzi awe matoleo yake, mume mkamilifu. Kisha ataweka mkono wake kichwani mwake huyo mbuzi na kumchinja hapo wachinjapo sadaka ya kuteketezwa mbele za Bwana. Ni sadaka ya dhambi. Kisha kuhani atatoa katika damu ya hiyo sadaka ya dhambi kwa kidole chake na kuitia katika pembe za madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa, nayo damu yake ataimwaga hapo chini ya madhabahu ya kuteketeza, na mafuta yake yote atayatekeza juu ya madhabahu kama alivyoyateketeza mafuta ya hizo sadaka za amani. Naye kuhani atamfanyia upatanisho kwa ajili ya dhambi yake, naye atasamehewa. Na mtu awaye yote katika watu wa nchi akifanya dhambi pasipo kukusudia kwa kufanya neno lolote katika hayo mambo ambayo Bwana alizuilia yasifanywe, naye akapata hatia, akijulishwa hiyo dhambi yake aliyoifanya, ndipo atakapoleta mbuzi mke mkamilifu awe matoleo yake kwa ajili ya dhambi yake aliyoifanya. Naye ataweka mkono wake kichwani mwake hiyo sadaka ya dhambi na kumchinja sadaka ya dhambi mahali hapo pa sadaka ya kuteketezwa. Kisha kuhani atatoa katika hiyo damu yake kwa kidole chake na kuitia katika pembe za madhabahu ya kuteketeza, na damu yake yote ataimwaga chini ya madhabahu. Kisha atayaondoa mafuta yake yote kama vile mafuta yanavyoondolewa katika hizo sadaka za amani. Kisha kuhani atayateketeza juu ya madhabahu iwe harufu ya kupendeza kwa Bwana. Na kuhani atafanya upatanisho kwa ajili yake, naye atasamehewa. Naye akileta mwana-kondoo kuwa sadaka ya dhambi, ataleta kwa kike mkamilifu, naye ataweka mkono wake kichwani mwake sadaka ya dhambi. Kisha atamchinja awe sadaka ya dhambi mahali hapo wachinjapo sadaka ya kuteketezwa. Kisha kuhani atatoa katika hiyo damu ya sadaka ya kuteketezwa kwa kidole chake na kuitia katika pembe za madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa. Kisha damu yake yote ataimwaga hapo chini ya madhabahu. Kisha atayaondoa mafuta yake yote kama mafuta ya mwana-kondoo yalivyoondolewa katika hizo sadaka za amani. Kisha kuhani atayateketeza juu ya madhabahu kwa desturi ya hizo sadaka za Bwana zilizosongezwa kwa njia ya moto, na kuhani atamfanyia upatanisho
kwa ajili ya hiyo dhambi yake aliyoifanya, naye atasamehewa. Walawi sura ya 5. Na mtu awaye yote akifanya dhambi, kwa kuwa ameisikia sauti yenye kuapisha, naye akawa ni shahidi kwamba aliona au kujua, alipoifunua neno lile, ndipo atakapochukua uovu wake mwenyewe. Au kama mtu akigusa kitu kilicho najisi, kama ni mzoga wa mnyama wa nyikani aliye najisi, au kama ni mzoga wa mnyama wa mfugo aliye najisi, au kama ni mzoga wa mdudu aliye najisi, naye jambo hilo linamfichamania akapata kuwa najisi, ndipo atakapochukua uovu wake. Au kama akiuguza uchafu wa binadamu, uchafu wao wote ambao kwa huo amepata unajisi, na jambo hilo linamfichamania hapo apatapo kulijua, ndipo atakapokuwa na hatia. Au kama mtu akijiapisha kwa kutamka haraka kwa midomo yake kutenda uovu au kutenda mema, neno lolote mtu atakalo litamka kwa kiapo pasipo kufikiri, na neno hilo likamfichamania, hapo atakapolijua, ndipo atakapokuwa na hatia katika mambo hayo mojawapo. Kisha itakuwa hapo atakapokuwa na hatia katika mambo hayo mojawapo, ndipo atakapoliungama jambo hilo alilolikosa, naye atamletea Bwana sadaka yake ya hatia kwa ajili ya hiyo dhambi yake aliyoifanya, mwana-kondoo wa kike au mbuzi mke kutoka katika kundi lake, kuwa ni sadaka ya dhambi. Kisha kuhani atamfanyia upatanisho kwa ajili ya hiyo dhambi yake. Lakini asipomweza mwana-kondoo, ndipo atakapomletea Bwana hua wawili au makinda wawili ya jiwa, kuwa ni sadaka yake ya hatia ya jambo hilo alilolikosa. Mmoja wa hao ndege kwa sadaka ya dhambi, na wa pili kwa sadaka ya kuteketezwa. Naye atawaleta kwa kuhani, atakayemsongeza kwanza yule wa sadaka ya dhambi, naye atamkongonyoa kichwa shingoni mwake, lakini asimpasue vipande viwili. Kisha baadhi ya damu ya hiyo sadaka ya dhambi atainyunyiza katika umbavu wa madhabahu, na damu iliyosalia itachurushishwa hapo chini ya madhabahu. Ni sadaka ya dhambi. Kisha huyo ndege wa pili atamsongeza kuwa sadaka ya kuteketezwa sawasawa na sheria, na kuhani atamfanyia upatanisho kwa ajili ya hiyo dhambi yake aliyoifanya, naye atasamehewa. Lakini asipowaweza huwa wawili au makinda wawili ya jiwa, ndipo hapo atakapoleta matoleo yake kwa ajili ya neno hilo aliyolikosa, sehemu ya 10 ya efa ya unga mwembamba, kuwa sadaka yake ya dhambi. Asitie mafuta juu yake, wala ubani usitiwe juu yake, maana ni sadaka ya dhambi. Naye atamletea kuhani, na kuhani atatoa konzi yake ya huo unga kuwa ukumbusho wake, na kuuteketeza juu ya madhabahu, juu ya sadaka zilizosongezwa kwa Bwana kwa njia ya moto. Ni sadaka ya dhambi. Na huyo kuhani atamfanyia upatanisho kwa ajili ya dhambi yake, ambayo katika mambo hayo mojawapo amefanya dhambi, naye atasamehewa, na unga uliosalia utakuwa wa kuhani, kama hiyo sadaka ya unga ilivyokuwa. Sadaka za matengenezo. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, mtu awaye yote akiasi na kufanya dhambi, naye hakukusudia katika mambo matakatifu ya Bwana, ndipo atakapomletea Bwana sadaka yake ya hatia, kondoo mume mkamilifu katika kundi lake, sawasawa na hesabu utakayomwandikia katika shekeli za fedha, kwa shekeli ya mahali patakatifu, kuwa sadaka ya hatia, naye atalipa kwa ajili ya hilo alilolikosa katika kitu kile kitakatifu. Kisha ataongeza na sehemu ya 5 na kumpa kuhani, naye kuhani atafanya upatanisho kwa ajili yake kwa huyo kondoo mume wa sadaka ya hatia, naye atasamehewa. Na kama mtu akifanya dhambi na kutenda mambo hayo mojawapo ambayo Bwana alizuilia yasifanywe, ajapakuwa hakuyajua, ni mwenye hatia vivyo, naye atachukua uovu wake
naye ataleta kondoo mume wa kundi lake mkamilifu, sawasawa na hesabu utakayomwandikia, kuwa sadaka ya hatia. Amsongeze kwa huyo kuhani, na kuhani atamfanyia upatanisho kwa ajili ya jambo hilo alilolikosa pasipo kukusudia, asilijue, naye atasamehewa. Ni sadaka ya hatia, hakika yake ni mwenye hatia mbele za Bwana. Walawi sura ya 6. Bwana akanena na Musa na kumwambia, mtu awaye yote akifanya dhambi na kuasi juu ya Bwana, akamdanganya mwenziwe katika jambo la amana au la mapatano au la kunyang'anya au kumwonea mwenziwe au kuzumbua kitu kilichopotea na kutenda la uongo juu yake na kuapa kwa uongo, katika mambo hayo yote mojawapo atakalolitenda mtu na kufanya dhambi kwalo, ndipo itakapokuwa akiwa amefanya dhambi na kupata hatia, atarudisha hicho alichokipata kwa kunyang'anya au kitu kile alichokipata kwa kuonea au ile amana aliyowekewa au kitu kile kilichopotea alichokizumbua yeye au kitu chochote ambacho amekiapia uongo, atakirudisha hata kwa utimilifu wake. Kisha ataongeza na sehemu ya 5 zaidi juu yake, na atampa huyo mwenyewe siku hiyo ambayo atakapohukumiwa kuwa mwenye hatia. Kisha ataleta sadaka yake ya hatia kwa Bwana, ni kondoo mume wa katika kundi lake mkamilifu, sawasawa na hesabu utakayomwandikia, kuwa sadaka ya hatia, na kumpa kuhani, na huyo kuhani atafanya upatanisho kwa ajili yake mbele ya Bwana, naye atasamehewa katika jambo lolote alifanyalo, hata akapata kuwa mwenye hatia kwalo. Mafunzo kuhusu kafara. Bwana akanena na Musa na kumwambia, haya, mwagize Haruni na wanawe uwaambie, amri ya sadaka ya kuteketezwa ni hii. Hiyo sadaka ya kuteketezwa itakuwa pale motoni juu ya madhabahu usiku wote hata asubuhi, na huo moto wa madhabahu utawaka juu yake usizimike. Naye kuhani atavaa nguo yake ya kitani na suruali zake za kitani atazivaa mwilini mwake, naye atayazoa majivu ambayo huo moto umeiteketezea sadaka juu ya madhabahu. Kisha atayaweka kando ya madhabahu. Kisha atayavua mavazi yake na kuvaa mavazi mengine. Kisha atayachukua yale majivu kwenda nayo nje ya marago hata mahali safi, na huo moto ulio madhabahuni atautunza uwake daima juu yake usizimike, naye kuhani ataiteketeza kuni katika moto huo kila siku asubuhi, naye ataipanga sadaka ya kuteketezwa juu yake, naye atayateketeza mafuta ya sadaka za amani juu yake. Moto utatunzwa uwake juu ya madhabahu daima usizimike. Na amri ya hiyo sadaka ya unga ni hii: wana wa Haruni wataisongeza mbele za Bwana mbele ya madhabahu, naye atatoa konzi yake katika huo unga mwembamba wa sadaka ya unga, na katika mafuta yake na ubani wote ulio juu ya sadaka ya unga. Kisha watauteketeza juu ya madhabahu kuwa harufu ya kupendeza, kuwa ukumbusho wake kwa Bwana. Na unga uliosalia Haruni na wanawe wataula, utaliwa pasipo kutiwa chachu katika mahali patakatifu, katika ua wa hema ya kukutania ndipo watakapoula. Hautaokwa na chachu. Nimewapa kuwa sehemu yao katika matoleo yangu yasongezwayo kwa njia ya moto. Ni kitu kitakatifu sana, kama hiyo sadaka ya dhambi na kama hiyo sadaka ya hatia. Kila mwanamume miongoni mwa wana wa Haruni atakula katika huo, kuwa ni haki yao milele katika vizazi vyenu, katika matoleo ya Bwana yasongezwayo kwa njia ya moto. Mtu awaye yote atakayevigusa atakuwa ni mtakatifu. Bwana akanena na Musa na kumwambia, matoleo ya Haruni na wanawe yatakayomtolea Bwana katika siku atakayotiwa mafuta ni haya: sehemu ya 10 ya efa ya unga mwembamba kuwa sadaka ya unga daima, nusu yake asubuhi na nusu yake jioni. Utaandaliwa kangoni pamoja na mafuta. Ukisha kolowama utauleta ndani. Utasongeza hiyo sadaka ya unga vipande vilivyo kwa iwe harufu ya kupendeza kwa Bwana.
na huyo kuhani aliyetiwa mafuta badala yake katika hao wanawe itaisongeza. Itateketezwa kabisa kwa Bwana kwa amri ya milele. Tena kila sadaka ya unga ya kuhani itateketezwa kabisa, isiliwe. Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na Haruni na wanawe uwaambie, amri ya hiyo sadaka ya dhambi ni hii: mahali hapo pachinjwapo sadaka ya kuteketezwa ndipo itakapochinjwa sadaka ya dhambi mbele za Bwana, ni takatifu sana. Huyo kuhani atakayeisongeza kwa ajili ya dhambi ndiye atakayeila. Italiwa katika mahali patakatifu, katika ua wa hema ya kukutania. Kila kitu kitakachoigusa nyama ya sadaka hiyo kitakuwa kitakatifu. Tena itakapomwagika damu yake yoyote katika nguo yoyote, utaifua nguo hiyo uliyomwagiwa katika mahali patakatifu. Lakini hicho chombo cha udongo ambacho hiyo nyama ilipikiwa ndani yake kitavunjwa, na kama ikipikwa katika chombo cha shaba kitasuguliwa na kuoshwa kwa maji. Kila mwanamume miongoni mwa makuhani atakula katika hiyo, ni takatifu sana. Wala haitaliwa sadaka ya dhambi yoyote ambayo damu yake yoyote ililetwa ndani ya hema ya kukutania ili kufanya upatanisho katika mahali patakatifu, itachomwa moto. Walawi sura ya 7. Na sheria ya hiyo sadaka ya hatia ni hii: ni takatifu sana. Wataichinja sadaka ya hatia pale pale waichinjiapo sadaka ya kuteketezwa, na damu yake itanyunyizwa katika madhabahu pande zote. Katika sadaka hiyo atasongeza mafuta yake yote, yaani mkia wake wenye mafuta na mafuta yafunikayo matumbo na figo zake mbili na mafuta yaliyoshikamana nazo, yaliyo karibu na kiuno chake na kitambi kilicho katika ini, pamoja na figo zake mbili. Hayo yote atayaondoa, na kuhani atayateketeza juu ya madhabahu kuwa dhabihu kwa Bwana kwa njia ya moto. Ni sadaka ya hatia. Kila mtu mume miongoni mwa makuhani atakula katika sadaka hiyo. Italiwa katika mahali patakatifu. Ni takatifu sana, kama hiyo sadaka ya dhambi ilivyo. Na sadaka ya hatia ni vivyo. Sheria yake ni moja. Huyo kuhani afanyaye upatanisho kwayo ndiye atakayekuwa nayo. Tena kuhani atakayesongeza sadaka ya kuteketezwa ya mtu awaye yote, huyo kuhani atatoa awe nayo ngozi ya huyo mnyama kwa sadaka ya kuteketezwa aliyemsongeza, na kila sadaka ya unga iliyokuwa mekoni, na yote iliyoandaliwa chunguni au kaangoni, yote yatakuwa ya huyo kuhani aliyeyasongeza. Na kila sadaka ya unga, kama umeandaliwa na mafuta au kama ni mkavu, watautoa wana wote wa Haruni kuutumia, kila mtu sawasawa. Mafunzo zaidi. Na sheria ya matoleo ya sadaka za amani atakazosongeza mtu kwa Bwana ni hii, kwamba aitoa kwa ajili ya shukrani. Ndipo atakaposongeza pamoja na hiyo sadaka ya shukrani mikate isiyotiwa chachu iliyoandaliwa na mafuta, na mikate ya kaki isiyochachwa iliyopakwa mafuta, na mikate ya unga mwembamba iliyolawama mafuta. Ataleta matoleo yake pamoja na mikate iliyotiwa chachu na pamoja na sadaka zake za amani kwa ajili ya shukrani. Na katika hayo atasongeza kimoja katika kila toleo kiwe sadaka ya kuinuliwa kwa Bwana. Itakuwa ni ya kuhani atakayenyunyiza hiyo damu ya sadaka za amani, na hiyo nyama ya sadaka zake ya amani zilizochinjwa kwa ajili ya shukrani italiwa siku hiyo hiyo ya matoleo yake. Asizaze yoyote hata asubuhi. Lakini kwamba hii sadaka ya matoleo yake ni nadhiri au sadaka ya hiari, italiwa siku hiyo aliyoileta sadaka yake. Kisha siku ya pili yake kitakachosalia kitaliwa, lakini hicho kitakachosalia katika hizo nyama za sadaka hata siku ya 3 kitachomwa moto. Tena kama nyama yoyote katika hiyo dhabihu yake ya sadaka za amani ikiliwa siku ya 3, haitakubaliwa wala haitahesabiwa kwake huyo mwenye kuisongeza
itakuwa ni machukizo, na mtu atakayeila atachukua uovu wake. Tena nyama itakayogusa kitu kilicho najisi haitaliwa, itachomwa moto. Na katika hiyo nyama nyingine, kila mtu aliye safi anaruhusa kuila. Lakini mtu huyo atakayekula katika nyama ya sadaka za amani ambazo ni za Bwana, na unajisi wake akiwa nao juu yake, mtu huyo atakatiliwa mbali na watu wake. Kisha mtu awaye yote atakapogusa kitu chochote kilicho najisi, uchafu wa binadamu au mnyama aliye najisi au machukizo yoyote yaliyo najisi, kisha akala nyama ya dhabihu ya sadaka za amani ambazo ni za Bwana, mtu huyo atakatiliwa mbali na watu wake. Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na wana wa Israeli waambie, msile mafuta yoyote ya ng'ombe wala ya kondoo wala ya mbuzi, tena mafuta ya mnyama afaye mwenyewe na mafuta ya mnyama aliyeraruliwa na wanyama. Mnaruhusa kuyatumia kwa ajili ya matumizi mengine, lakini msiyale kabisa, kwani huyo mtu atakayekula mafuta ya mnyama ambaye ni katika wanyama ambao watu husongeza sadaka kwa Bwana kwa moto, mtu huyo atakayekula mafuta hayo atakatiliwa mbali na watu wake. Tena msile damu yoyote, ama ya ndege ama ya mnyama katika nyumba zenu zote. Mtu yoyote alaye damu, mtu huyo atakatiliwa mbali na watu wake. Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na wana wa Israeli waambie, yeye asongezaye dhabihu yake ya sadaka za amani kwa Bwana atamletea Bwana matoleo yake kutoka katika ile dhabihu ya sadaka zake za amani. Mikono yake mwenyewe itamletea hizo sadaka za kusongezwa kwa moto. Mafuta yake pamoja na kidali atayaleta ili kwamba hicho kidali kitikiswe kuwa sadaka ya kutikiswa mbele ya Bwana. Kuhani atakayeteketeza hayo mafuta juu ya madhabahu, lakini hicho kidali kitakuwa cha Haruni na cha wanawe. Mguu wa nyuma wa pande wa kuume mtampa kuhani kuwa sadaka ya kuinuliwa kutoka katika hizo sadaka zenu za amani. Katika wana wa Haruni, huyo atakayeisongeza damu ya sadaka za amani na mafuta yake, yeye atapata mguu wa nyuma wa upande wa kuume kuwa sehemu yake. Kwa maana hicho kidali cha kutishwa na huo mguu wa kuinuliwa nimevitoa kwa wana wa Israeli katika dhabihu zao za sadaka za amani, nami nimempa Haruni kuhani na wanawe kuwa haki yao ya milele kutoka kwa wana wa Israeli. Hii ndiyo sehemu ya Haruni na sehemu ya wanawe katika kutiwa na mafuta kwao katika hizo dhabihu zisongezwazo kwa Bwana kwa njia ya moto, siku hiyo aliyowaweka ili wamtumikie Bwana katika kazi ya ukuhani, sehemu ambayo Bwana aliagiza wapewe na wana wa Israeli. Siku hiyo aliyowatia mafuta ni haki yao ya milele katika vizazi vyao vyote. Sheria ya sadaka ya kuteketezwa ni hii, na ya sadaka ya unga, na ya sadaka ya dhambi, na ya sadaka ya hatia, na kuweka wakfu, na ya sadaka za amani, ambazo Bwana alimwagiza Musa katika mlima wa Sinai, siku hiyo aliyowaagiza wana wa Israeli wamtolee Bwana matoleo yao huko katika jangwa la Sinai. Walawi sura ya 8. Kanuni za kuweka makuhani. Bwana akanena na Musa na kumwambia, mtwae Haruni na wanawe pamoja naye na yale mavazi na mafuta ya kutia na ng'ombe mume wa sadaka ya dhambi na kondoo waume 2 na kikapu cha mikate isiyotiwa chachu, kisha ukutanisha mkutano wote hapo mlangoni pa hema ya kukutania. Basi Musa akafanya kama alivyoambiwa na Bwana, na huo mkutano ulikutanishwa mlangoni pa hema ya kukutania. Musa akawaambia mkutano, neno aliloliagiza Bwana kwamba lifanywe ni hili. Basi Musa akawaleta Haruni na wanawe, akawaosha kwa maji, kisha akamvika Haruni ile kanzu na kumfunga mshipi na kumvika joho na kumvika naivera na kumfunga huo mshipi wa kazi ya mstadi wa naivera na kumfunga naivera kwa huo mshipi. Kisha akamtia kile kifuko cha kifuani, akatia hizo Urimu
na Thumimu katika hicho kifuko cha kifuani. Akamvika na kile kilemba kichwani mwake, na juu ya kilemba upande wa mbele akakitia kile kipande cha dhahabu, hiyo taji takatifu, kama Bwana alivyomwagiza Musa. Kisha Musa akatoa hayo mafuta matakatifu ya kutia, akatia mafuta maskani na vyote vilivyokuwamo na kuvitakasa. Kisha akanyunyiza hayo mafuta juu ya madhabahu mara 7 na kuitia mafuta madhabahu na vyombo vyake vyote na birika na tako lake ili kuvitakasa. Kisha akamimina mafuta hayo ya kutia kichwani mwake Haruni na kumtia mafuta ili amtakase. Kisha Musa akawaleta wana wa Haruni na kuwavika kanzu na kuwafunga mishipi na kuwavika vilemba kama Bwana alivyomwagiza Musa. Kisha akamleta yule ng'ombe mume wa sadaka ya dhambi, na Haruni na wanawe wakaweka mikono yao katika kichwa cha huyo ng'ombe wa sadaka ya dhambi. Kisha akamchinja, na Musa akaitoa damu yake, akaitia katika pembe za madhabahu pande zote kwa kidole chake, akaitakasa madhabahu. Kisha akaimwaga hiyo damu hapo chini ya madhabahu na kuitakasa ili afanye upatanisho kwa ajili yake. Kisha akayatoa mafuta yote yaliyokuwa katika matumbo yake na kitambi kilichokuwa katika ini na figo zake 2 na mafuta yake, na Musa akayateketeza juu ya madhabahu. Lakini huyo ng'ombe mwenyewe na ngozi yake na nyama yake na mavi yake akayachoma moto nje ya marago, vile vile kama Bwana alivyomwagiza Musa. Kisha akamsongeza yule kondoo mume wa sadaka ya kuteketezwa, na Haruni na wanawe wakaweka mikono yao kichwani mwa huyo kondoo. Kisha akamchinja, na Musa akainyunyiza damu yake katika madhabahu pande zote. Kisha akamkata kondoo vipande vyake, na Musa akateketeza kichwa na vile vipande na mafuta. Kisha akayaosha matumbo na miguu yake kwa maji, na Musa akamteketeza huyo kondoo wote juu ya madhabahu. Ilikuwa ni sadaka ya kuteketezwa kuwa harufu ya kupendeza. Ilikuwa ni sadaka iliyosongezwa kwa Bwana kwa njia ya moto, kama Bwana alivyomwagiza Musa. Kisha akamsongeza kondoo mume wa pili, huyo kondoo wa kuwaweka wakfu, na Haruni na wanawe wakaweka mikono yao kichwani mwa huyo kondoo. Kisha akamchinja, na Musa akatoa katika damu yake na kuitia katika ncha ya sikio la kuume la Haruni na katika chanda chake cha gumba cha mkono wake wa kuume na katika kidole cha gumba cha guu lake la kuume. Kisha akawaleta wana wa Haruni, na Musa akaitia hiyo damu katika ncha za masikio ya kuume na katika vianda vya gumba vya mikono yao ya kuume na katika vidole vya gumba vya maguu yao ya kuume. Kisha Musa akainyunyiza hiyo damu katika madhabahu pande zote. Kisha akayatoa hayo mafuta na mkia wenye mafuta na mafuta yote yaliyokuwa katika matumbo na kitambi cha ini na figo 2 na mafuta yake na mguu wa nyuma wa upande wa kuume. Kisha katika kikapu cha mikate isiyotiwa chachu kilichokuwa pale mbele za Bwana akatoa mkate mmoja usiochachwa na mkate mmoja ulioandaliwa na mafuta na kaki moja nyembamba. Akaiweka juu ya mafuta na juu ya huo mguu wa nyuma wa upande wa kuume. Kisha akaweka vyote katika mkono wa Haruni na katika mikono ya wanawe na kuvitikisa huku na huku viwe sadaka ya kutikiswa mbele za Bwana. Kisha Musa akavitoa tena mikononi mwao na kuviteketeza juu ya madhabahu. Juu ya hiyo sadaka ya kuteketezwa vilikuwa vya kuweka wakfu. Ni harufu nzuri, ilikuwa dhabihu iliyosongezwa kwa Bwana kwa moto. Kisha Musa akakitoa kile kidali, akakitikisa huku na huko, kiwe sadaka ya kutikishwa mbele za Bwana. Ni sehemu ya Musa katika huyo kondoo mume wa kuweka wakfu, kama Bwana alivyomwagiza Musa. Kisha Musa akatoa baadhi ya mafuta ya kutia na ya damu iliyokuwa pale juu ya madhabahu na kumnyunyizia Haruni katika mavazi yake na wanawe katika mavazi yao pamoja naye. Akamtakasa Haruni na mavazi yake na wanawe na mavazi ya wanawe pamoja naye. Kisha Musa akawaambia huyo Haruni na wanawe, tokoseni hiyo nyama mlangoni pa hema ya kukutania
mkaile pale pale, na hiyo mikate iliyo katika kile kikapu cha kuwaweka wakfu, kama nilivyoagizwa kusema, Haruni na wanawe wataila. Nacho kitakachosalia katika hiyo nyama na mikate mtakichoma moto, wala msitoke nje mlangoni pa hema ya kukutania muda wa siku 7, hata siku za kuweka wakfu kwenu zitakapotimia, kwa kuwa atawaweka muda wa siku 7. Vile vile kama vilivyotendeka siku ya leo, ni vivyo Bwana alivyoagiza kufanywa, ili kufanya upatanisho kwa ajili yenu. Nanyi mtakaa mlangoni pa hema ya kukutania muda wa siku 7 mchana na usiku, na kuulinda ulinzi wa Bwana, ili kwamba msife, kwani ndivyo nilivyoagizwa. Basi Haruni na wanawe wakafanya mambo haya yote Bwana aliyoyaagiza kwa mkono wa Musa. Walawi sura ya 9. Kuanzishwa kwa ukuhani wa Kiharuni. Basi ilikuwa siku ya 8, Musa akawaita Haruni na wanawe pamoja na wazee wa Israeli, akamwambia Haruni, toa wewe mwanang'ombe mume wawe sadaka ya dhambi, na kondoo mume wa sadaka ya kuteketezwa wakamilifu, ukawasongeze mbele ya Bwana. Nawe utawaambia wana wa Israeli ukisema, toeni mbuzi mume awe sadaka ya dhambi, na mwanang'ombe na mwanakondoo wote wa mwaka wa kwanza wakamilifu kwa sadaka ya kuteketezwa, na ng'ombe mume na kondoo mume kwa sadaka za amani, ili kuwachinja mbele za Bwana, na sadaka ya unga iliyochanganywa na mafuta, kwa maana Bwana hivi leo atawatokea. Nao wakayalete hayo yaliyoagizwa na Musa, wakayaweka mbele ya hema ya kukutania. Kisha mkutano wote ukakaribia, wakisimama mbele za Bwana. Kisha Musa akasema, neno aliloliagiza Bwana kwamba mlifanye ni hili, na huo utukufu wa Bwana utawatokea. Musa akamwambia Haruni, ikaribie madhabahu, uitoe sadaka yako ya dhambi na sadaka yako ya kuteketezwa, ukafanye upatanisho kwa ajili ya nafsi yako na kwa ajili ya watu, nawe uitoe hiyo dhabihu ya watu, ukafanye upatanisho kwa ajili yao, kama Bwana alivyoagiza. Basi Haruni akakaribia madhabahuni, akamchinja huyu mwana-ng'ombe wa sadaka ya dhambi, aliyekuwa kwa ajili ya nafsi yake. Kisha wana wa Haruni wakamsongezea Haruni ile damu, naye akatia kidole chake katika damu na kuitia katika pembe za madhabahu. Kisha akaimwaga hiyo damu hapo chini ya madhabahu. Lakini mafuta na figo na kitambi kilichotoka katika ini ya hiyo sadaka ya dhambi akaviteketeza juu ya madhabahu, kama Bwana alivyomwagiza Musa, na nyama na ngozi akazichoma moto nje ya marago. Naye akaichinja sadaka ya kuteketezwa, na wanawe Haruni wakamsongezea ile damu, naye akainyunyiza katika madhabahu pande zote. Nao wakamletea sadaka ya kuteketezwa kipande kwa kipande, na kichwa, naye akaviteketeza juu ya madhabahu. Kisha akaosha matumbo na miguu na kuiteketeza juu ya hiyo sadaka ya kuteketezwa madhabahuni. Kisha akaisongea dhabihu ya watu, akamtoa mbuzi wa sadaka ya dhambi aliyekuwa kwa hao watu, na kumchinja na kumtoa kwa ajili ya dhambi kama yule wa kwanza. Kisha akaisongeza sadaka ya kuteketezwa na kuitoa sawasawa na sheria. Kisha akaisongeza sadaka ya unga na kutoa konzi humo na kuiteketeza juu ya madhabahu pamoja na sadaka ya kuteketezwa ya asubuhi. Huyo ng'ombe mume naye akamchinja, na huyo kondoo mume pia, dhabihu ya sadaka za amani zilizokuwa kwa ajili ya watu. Na wanawe Haruni wakamsongezea ile damu, naye akainyunyizia katika madhabahu pande zote, na mafuta ya ng'ombe na ya kondoo, mkia wake wa mafuta, na hayo yafunikayo matumbo na figo zake, na kitambi cha ini, nao wakayaweka hayo mafuta juu ya vidari, naye akayateketeza mafuta juu ya madhabahu. Na vile vidari na mguu wa nyuma wa upande wa kuume Haruni akavitikisa huku na huko, viwe sadaka ya kutikiswa
mbele ya Bwana kama Musa alivyoagiza. Kisha Haruni akainua mikono yake na kuielekeza kwa hao watu, akawabariki. Kisha akashuka isongeza sadaka ya dhambi na sadaka ya kuteketezwa na sadaka za amani. Kisha Musa na Haruni wakaingia ndani ya hema ya kukutania. Kisha wakatoka nje na kuwabariki watu, na huo utukufu wa Bwana ukawatokea watu wote. Kisha moto ukatoka hapo mbele za Bwana na kuiteketeza sadaka ya kuteketezwa na yale mafuta juu ya madhabahu. Watu wote walipouona huo moto wakapiga kelele, wakainama kifundifundi. Walawi sura ya 10. Watoto wa Haruni, Nadabu na Abihu. Na Nadabu na Abihu wana wa Haruni wakatoa kila mtu kitezo chake, wakatia moto ndani yake, wakatia na uvumba, nao wakatoa moto wa kigeni mbele ya Bwana, ambayo yeye hakuagiza. Kisha moto ukatoka hapo mbele za Bwana, nao ukawala, nao wakafa mbele za Bwana. Ndipo Musa akamwambia Haruni, jambo hili ni hilo Bwana alilolinena akisema, nitatakaswa mimi katika hao wanikaribiao, nami nitatukuzwa mbele ya watu hao wote. Haruni akanyamaza kimya. Musa akawaita Mishaeli na Elisafani wana wa Uzieli mjombaye Haruni na kuwaambia, Njoni karibu, mwachukue hawa ndugu zenu, mkaondoe hapa mbele ya maskani, muende nao nje ya marago. Basi wakaja karibu na kuwachukua, hali wamevaa nguo zao, wakawachukua nje ya marago, kama Musa alivyosema. Kisha Musa akamwambia Haruni na wanawe Eliezeri na Ithamari, msiache wazi nywele za vichwani mwenu, wala msiararue mavao yenu, ili kwamba msife, tena asikasirikie mkutano wote. Lakini ndugu zenu nyumba yote ya Waisraeli na waomboleze kwa ajili ya hicho kichomo alichowasha Bwana, wala hamtatoka nje mlangoni mwa hema ya kukutania, msije mkafa, kwa sababu mafuta ya kutiwa ya Bwana hii juu yenu. Nao wakafanya kama hilo neno la Musa. Kisha Musa akanena na Haruni na kumwambia, usinywe divai wala kileo chochote, wewe wala wanao pamoja nawe, hapo mwingiapo ndani ya hema ya kukutania, ili kwamba msife. Amri hii itakuwa ni amri ya milele katika vizazi vyenu. Kisha mpate kupambanua kati ya yaliyo matakatifu na hayo yaliyo ya siku zote, na kati ya yaliyo najisi na hayo yaliyo safi. Tena mpate kuwafundisha wana wa Israeli amri hizi zote ambazo Bwana amewaambia kwa mkono wa Musa. Kisha Musa akanena na Haruni na Eliezeri na Ithamari, hao wanawe waliobaki, toeni hiyo sadaka ya unga iliyosalia katika kafara za Bwana zilizotolewa kwa moto, mkaile pasipo kutiwa chachu pale karibu na madhabahu, kwa kuwa ni takatifu sana, nanyi mtaila katika mahali patakatifu, kwa sababu ni haki yako na haki ya wanao, katika hizo kafara zisongezwazo kwa Bwana kwa moto, kwani hivyo nilivyoagizwa. Na kidari cha kutikishwa na mguu wa kuinuliwa mtavila katika mahali palipo safi, wewe na wanao na binti zako pamoja nawe, kwa maana vimetolewa kuwa ni haki yako na haki ya wanao, katika zile kafara za sadaka za amani za wana wa Israeli. Mguu wa kuinuliwa na kidari cha kutikishwa watavileta pamoja na dhabihu zisizongezwazo kwa njia ya moto za hayo mafuta, ili kuvitikisha viwe sadaka ya kutikishwa mbele za Bwana. Kisha vitakuwa ni vyako wewe na vya wanao pamoja nawe, ni haki yenu milele, kama Bwana alivyoagiza. Kisha Musa akamtafuta sana huyo mbuzi wa sadaka ya dhambi, naye tazama, alikuwa amekwisha kuchoma moto, naye akawasirikia hao Eliezeri na Ithamari wana wa Haruni, hao waliobaki, akawaambia, kwa nini hamkula hiyo sadaka ya dhambi katika mahali patakatifu? Kwa kuwa ni takatifu sana, naye amewapa ninyi ili kuchukua uovu wa mkutano na kuwafanyia upatanisho mbele za Bwana. Angalieni,
Hiyo damu yake haikuletwa ndani ya mahali patakatifu. Iliwapasa kuila ndani ya mahali patakatifu kama nilivyowaagiza. Haruni akamwambia Musa, angalia, hivi leo nimesongeza sadaka yao ya dhambi na sadaka yao ya kuteketezwa mbele za Bwana. Kisha mambo kama haya yamenipata. Tena kama ningalikula hiyo sadaka ya dhambi hivi leo, je, ningekuwa ni jambo la kupendeza mbele za macho ya Bwana? Naye Musa aliposikia hayo yakampendeza. Walawi sura ya 11. Vyakula halali na haramu. Bwana akanena na Musa na Haruni na kuwaambia, neneni na wana wa Israeli mkiwaambia, wanyama hawa ndio wanyama wenye uhai mtakao wala katika hawayani wote walio juu ya nchi, kila mnyama mwenye kwato katika miguu yake, mwenye miguu ya kupasuka kati, mwenye kucheua katika hayawani, hao ndio mtakao wala. Pamoja na hayo, wanyama hawa hamtawala katika wale wenye kucheua na katika wale walio na kwato, ngamia, kwa sababu yuacheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu, na wibari, kwa sababu yeye hucheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu, na sungura, kwa sababu hucheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu, na nguruwe, kwa sababu yeye anazo kwato, ni mwenye miguu iliyopasuka kati, lakini hacheui, yeye ni najisi kwenu. Msiile nyama yao, wala msiiguse mizoga yao, hao ni najisi kwenu. Katika hao wote walio ndani ya maji mtakula hawa, kila aliye na mapezi na magamba ndani ya hayo maji na ndani ya bahari na ndani ya mito mtakula hao. Na hao wote wasio na mapezi na magamba ndani ya bahari na ndani ya mito, katika hao waendao majini na katika wote wenye uhai waliomo majini, hao ni machukizo kwenu, watakuwa machukizo kwenu. Msiile nyama yao, na mizoga yao itakuwa machukizo kwenu. Kila asiye na mapezi wala magamba aliye ndani ya maji ni machukizo kwenu. Kisha katika ndege hawa watakuwa ni machukizo kwenu, hawataliwa, ndio machukizo: tai na furukombe na kipungu na mwewe na kozi kwa aina zake, na kila kunguru kwa aina zake, na mbuni na kirukajia na dudumizi na kipanga kwa aina zake, na bundi na mnadi na bundi mkubwa na mumbi na mwali na mdeli na korongo na koikoi kwa aina zake, na hudhudi na popo. Tena vyote vitambaavyo vyenye mabawa viendavyo kwa miguu minne, hivi ni machukizo kwenu. Pamoja na hayo, hivi vitambaavyo vyenye mabawa viendavyo kwa miguu minne ni halali kula, hao walio na miguu mirefu ya kurukia juu ya nchi. Katika hao mnaruhusa kuwala nzige kwa aina zake, na nzige kuu kwa aina zake, na panzi kwa aina zake, na parare kwa aina zake. Lakini vyote vitambaavyo vyenye mabawa vilivyo na miguu minne ni machukizo kwenu. Wanyama walio haramu. Nanyi mtakuwa najisi kwa wanyama hao. Kila atakayeguza mzoga wao atakuwa na najisi hata jioni. Na mtu awaye yote atakayechukua chochote cha mizoga yao atafua nguo zake, naye atakuwa najisi hata jioni. Kila mnyama aliyepasuliwa ukwato, naye hana kwato mbili, wala hacheui, huyo ni najisi kwenu. Kila agusaye wanyama hao atakuwa ni najisi. Tena kila mnyama aendaye kwa vitanga vyake katika hao wanyama wote waendao kwa miguu minne, hao ni najisi kwenu. Awaye yote atakayegusa mizoga yao atakuwa ni najisi hata jioni. Na huyo atakayechukua mzoga wa wanyama hao atafua nguo zake, naye atakuwa ni najisi hata jioni. Hao ni najisi kwenu. Tena katika vitu vile vitambavyo juu ya nchi, hivi ni najisi kwenu:
kicheche na panya na mjobakaka kwa aina zake, na guruguru na kenge na mjuzi na goromoe na rumbui. Wanyama hao ndio walio najisi kwenu katika hao watambaao. Awaye yote atakayewagusa wakiisha kufa atakuwa ni najisi hata jioni. Tena kitu chochote wanyama hao mjawapo atakachokiangukia wakiisha kufa kitakuwa ni najisi, kwamba ni choma cha mti au nguo au ngozi au gunia, chombo chochote kitakachoangukiwa ambacho ni chombo cha kufanyia kazi yoyote, lazima kitue ndani ya maji, nacho kitakuwa ni najisi hata jioni, ndipo kitakapokuwa ni safi. Na kila chombo cha udongo wanyama hao mojawapo atakachokiangukia, kila kilichomo ndani yake kitakuwa ni najisi, na hicho chombo kitavunjwa. Kila chakula kilichomo ambacho ni kuliwa, hicho ambacho maji hutumiwa juu yake kitakuwa ni najisi, na kila kinyweo ambacho ni cha kunywewa kilichomo katika chombo kama hicho kitakuwa ni najisi, na kila kitu kitakachoangukiwa na kipande chochote cha mzoga yao kitakuwa ni najisi, kwamba ni tanuru au meko ya vyungu kitavunjwa vipande vipande. Ni najisi vitu hivyo, navyo vitakuwa najisi kwenu. Pamoja na hayo, chemchemi au shimo ambamo maji yakusanyika vitakuwa ni safi, lakini hicho kitakachogusa mizoga yao kitakuwa ni najisi. Na kipande chochote cha mzoga kikiwa kimeangukia mbegu za kupandwa zitakazopandwa zitakuwa safi, lakini kwamba hizo mbegu zilitiwa maji na chochote kwa mizoga yao kuziangukia ni najisi kwenu. Kama akifa mnyama awaye yeyote ambaye mnaruhusa kumla, yeye anayeugusa mzoga wake atakuwa najisi hata jioni, na yeye atakayekula mnyama wa mzoga wake atafua nguo zake, naye atakuwa najisi hata jioni. Yeye atakayeuchukua mzoga wake atafua nguo zake, naye atakuwa ni najisi hata jioni. Na kila kitu kitambaacho juu ya nchi na machukizo hakitaliwa. Kila aendaye kwa tumbo lake, na kila aendaye kwa miguu minne, na kila aendaye kwa miguu mingi, maana ni vyote vyenye kutambaa vitambaavyo juu ya nchi, hamtavila kwa kuwa ni machukizo. Msifanye nafsi zenu kuwa ni chukizo kwa kitu chochote chenye kutambaa kitambaacho, wala msifanye nafsi zenu kuwa ni najisi kwa vitu hivyo mkajipatia uchafu kwa hivyo. Kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wenu, takaseni nafsi zenu basi iwe watakatifu, kwa kuwa mimi ni mtakatifu, wala msitie uchafu nafsi zenu kwa kitu kitambaacho cha aina yoyote kiendacho juu ya nchi, kwa kuwa mimi ni Bwana niliyewaleta kutoka nchi ya Misri, ili kwamba niwe Mungu wenu. Basi mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Hiyo ndiyo sheria katika hao wanyama na ndege na kila kiumbe kilicho hai kiendacho ndani ya maji na kila kiumbe kitambaacho juu ya nchi, ili kupambarua kati ya hao walio najisi na hao walio safi, na kati ya kiumbe kilicho hai ambacho chaliwa na hicho kilicho hai ambacho hakiliwi. Walawi sura ya 12. Utakaso wa wanawake baada ya kujifungua. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na hao wana wa Israeli waambie, mwanamke akitunga mimba na kuzaa mtoto mume, ndipo atakuwa yu najisi siku 7, kama katika siku za kutengwa kwake kwa ajili ya hedhi, ndivyo atakavyokuwa najisi. Siku 8 mtoto atatahiriwa ngovi za zuga lake, na huyo mwanamke atakaa katika damu ya kutakata kwake siku 33. Asiguse kitu kilicho kitakatifu, wala asiingie mahali patakatifu hata siku hizo za kutakata kwake zitakapotimia.
Lakini kwamba amezaa mtoto mke, ndipo atakuwa najisi juma mbili, kama katika kutengwa kwake, naye atakaa katika damu ya kutakata kwake muda wa siku 66. Kisha hizo siku za kutakaswa kwake zitakapotimia, kwa ajili ya mwana au kwa ajili ya binti, ataleta mwanakondoo wa mwaka mmoja kuwa sadaka ya kuteketezwa, na kinda la jiwa au hua kuwa sadaka ya dhambi. Awalete mlangoni pa hema ya kukutania na kumpa kuhani, na yeye atawasongeza mbele za Bwana na kufanya upatanisho kwa ajili yake, naye atatakasika na jicho na damu yake. Hii ndiyo amri yake huyo azaaye, kwamba ni mtoto mume au mke. Kama mali yake huyo mwanamke haimfikirii mwanakondoo, hapo ndipo atakapochukua hua wawili au makinda mawili ya jiwa, mmoja kuwa sadaka ya kuteketezwa na wa pili kuwa sadaka ya dhambi, naye kuhani atafanya upatanisho kwa ajili yake, naye atakuwa safi. Walawi sura ya 13. Aina za ukoma na dalili zake. Kisha Bwana akanena na Musa na Haruni na kuwaambia, mtu atakapokuwa na kivimbe katika ngozi ya mwili wake, au kikoko au kipaku king'aacho, nalo likawa pigo la ukoma katika ngozi ya mwili wake, ndipo atakapoletwa kwa Haruni kuhani, au kwa wanawe makuhani mmojawapo. Na huyu kuhani ataliangalia hilo pigo lililo katika ngozi ya mwili, na kwamba malaika yaliyo katika hilo pigo yamegeuka kuwa meupe, na hilo pigo kuonekana kwake limeingia ndani kuliko ile ngozi ya mwili wake, ni pigo la ukoma hilo. Na kuhani atamwangalia na kusema kuwa yu mwenye unajisi. Na hicho kipaku king'aacho, kwamba ni cheupe katika ngozi ya mwili wake, na kuonekana kwake si shimo la kuingia ndani kuliko ngozi, na malaika hayakugeuka kuwa meupe, ndipo kuhani atamweka mahali muda wa siku 7 huyo aliye na hilo pigo. Kisha kuhani atamwangalia siku ya 7, naye akiona ya kuwa pigo limeshangaa na pigo halikuendelea mbele katika ngozi yake, ndipo kuhani atamweka mahali muda wa siku 7 tena. Kisha siku ya 7 kuhani atamwangalia tena, na tazama, ikiwa hilo pigo limeanza kufifia, wala pigo halikuendelea mbele katika ngozi yake, ndipo kuhani atasema kuwa yu safi. Ni kikoko, naye atazifua nguo zake, kisha atakuwa yu safi. Lakini kwamba kikoko kimeenea katika ngozi yake baada ya kuonyesha nafsi yake kwa kuhani kwa kupata kutakaswa kwake, ataonyesha nafsi yake tena kwa kuhani, na kuhani ataangalia, na tazama, ikiwa hicho kikoko kimeenea katika ngozi, ndipo kuhani atasema kuwa yu najisi, ni ukoma. Pigo la ukoma litakapokuwa katika mtu, ndipo ataletwa kwa kuhani, na kuhani ataangalia, na tazama, ikiwa pana kivimbe cheupe katika ngozi yake, na malaika yamegeuzwa kuwa meupe, tena ikiwa pana nyama mbichi iliyomea katika kile kivimbe, ni ukoma wa zamani ulio katika ngozi ya mwili wake, na kuhani atasema kuwa yu najisi, hatamweka mahali, kwa kuwa yeye yuna unajisi. Tena kwamba huo ukoma ukitokeza katika ngozi yake, na ukoma ukamwenea ngozi yote, tangu kichwa hata miguuni, kama aonavyo kuhani, ndipo huyo kuhani ataangalia, na tazama, ikiwa ukoma umemwenea mwili wake wote, atasema kuwa yu safi huyu aliye na hilo pigo, umegeuka kuwa mweupe wote, yeye ni safi. Lakini popote itakapoonekana nyama mbichi kwake mtu huyo, atakuwa yu najisi. Kuhani ataiangalia hiyo nyama mbichi, naye atasema kuwa yu najisi. Ile nyama mbichi ni najisi, ni ukoma. Au kama hiyo nyama mbichi iligeuka tena na kugeuzwa kuwa nyeupe, ndipo atamwendea kuhani, na huyo kuhani atamwangalia, na tazama, ikiwa hilo pigo limegeuzwa kuwa jeupe, ndipo huyo kuhani atasema kuwa yu safi huyu aliyekuwa na pigo, yeye yu safi. Tena mwili wa mtu utakapokuwa na jipu katika ngozi yake, nalo limepoa, na mahali palipokuwa na ile jipu
pana kivimbe cheupe au kipaku king'aacho, cheupe lakini chekundu kidogo. Ndipo atamuonyesha kuhani mahali hapo. Na kuhani ataangalia, na tazama, kwamba kumeonekana kuingia ndani kuliko ngozi yenyewe, na malaika akiwa amegeuka kuwa meupe. Ndipo kuhani atasema kwamba yu najisi. Ni pigo la ukoma limetokea katika hilo jipu. Lakini kuhani akipaangalia, na tazama, hamna malaika meupe ndani yake, wala hapana pa kuingia ndani kuliko ile ngozi, lakini paanza kufifia. Ndipo kuhani atamweka mahali muda wa siku 7, na kwamba pameenea katika ngozi. Ndipo kuhani atasema kwamba yu najisi. Hili ni pigo. Lakini ikiwa kipaku hicho king'aacho kimeshangaa pale pale, wala hakienei, ni kovu ya jipu, na kuhani atasema kwamba yu safi. Au mwili wa mtu ukiwa una mahali katika ngozi yake penye moto, na hiyo nyama iliyomea pale penye moto, kama kikiwa kipaku chekundu kidogo au cheupe. Ndipo kuhani atapaangalia, na tazama, yakiwa malaika yaliyo katika kile kipaku yamegeuka kuwa meupe, na kwamba kimeonekana kuingia ndani kuliko ngozi yenyewe, na ni ukoma umetokea katika mahali penye moto. Na kuhani atasema kwamba yu najisi. Hili ni pigo la ukoma. Lakini kuhani akipaangalia, na tazama, malaika meupe hamna katika hicho kipaku king'aacho, nacho hakikuingia ndani kuliko ngozi, lakini chafifia. Ndipo kuhani atamweka mahali muda wa siku 7, na kuhani atamwangalia siku ya 7 kama kimeenea katika ngozi. Ndipo huyo kuhani atasema kwamba yu najisi. Hili ni pigo la ukoma. Na kama hicho kipaku kikichangaa pale pale, wala hakikuenea katika ngozi, lakini kimefifia, ni kufura kwake pale penye moto. Na kuhani atasema kwamba yu safi, kwa kuwa ni kovu la kuwasha hili. Tena mtu mume au mke akiwa na pigo juu ya kichwa au katika ndevu zake, ndipo kuhani ataliangalia hilo pigo, na tazama kwamba kumeonekana kuingia ndani kuliko ngozi yenyewe, tena zikiwamo nywele za rangi ya majano kisha nyembamba. Ndipo kuhani atasema kwamba yu najisi, maana ni kipwepwe, ni ukoma wa kichwa au wa ndevu. Tena kuhani akiliangalia lile pigo la kipwepwe, na tazama kwamba kumeonekana si kuingia ndani kuliko ngozi yenyewe, wala hamna nywele nyeusi ndani yake. Ndipo kuhani atamweka mahali huyo aliye na pigo la kipwepwe muda wa siku 7, na siku ya 7 kuhani ataliangalia hilo pigo. Na ikiwa hicho kipwepwe hakikuenea, wala hamna nywele za rangi ya majano ndani yake, na kwamba kipwepwe hakionekani kuingia ndani kuliko ngozi yenyewe, ndipo huyo mtu atanyolewa. Lakini hicho kipwepwe hata kinyoa, na kuhani atamweka mahali huyo aliye na kipwepwe muda wa siku 7 tena. Na siku ya 7 kuhani atakiangalia hicho kipwepwe, na tazama, ikiwa kipwepwe hakikuenea katika ngozi yake, wala hakionekani kuingia ndani kuliko ngozi, ndipo huyu kuhani atasema kwamba yu safi, naye atazifua nguo zake, naye atakuwa yu safi. Lakini hicho kipwepwe kama kikienea katika ngozi yake baada ya kutakasika kwake, ndipo kuhani atamwangalia, na ikiwa hicho kipwepwe kimeenea katika ngozi yake, kuhani hatatafuta hizo nywele za rangi ya majano, yeye yu najisi. Lakini akiona kuwa hicho kipwepwe kimeshangaa na nywele nyeusi zimemea humo, hicho kipwepwe kimepoa, naye yu safi. Na huyo kuhani atasema kwamba yu safi. Mtu mume au mke atakapokuwa na vipaku ving'aavyo katika ngozi ya mwili, vipaku ving'aavyo vyeupe, ndipo kuhani ataangalia, na tazama, ikiwa vile vipaku ving'aavyo vilivyo katika ngozi ya mwili wake ni nyeupe, ni vyeupe kidogo, ni mba hivyo, imetokea katika ngozi, yeye yu safi. Kwamba nywele za mtu zimemtoka kichwani mwake, yeye ni mwenye upaa, yu safi. Tena kwamba nywele za mtu zimemtoka kichwani upande wa mbele,
yeye ni mwenye upaa wa kipaji, yu safi. Lakini kwamba katika kile kichwa kilicho na upaa au kile kipaji kilicho na upaa laonekana pigo jeupe kisha jekundu kidogo, ni ukoma. Unatokea katika kichwa chake cha upaa au katika kipaji chake cha upaa. Ndipo kuhani atamwangalia na tazama kivimbe cha pigo kikiwa cheupe na chekundu katika kichwa chake chenye upaa au katika kipaji chake cha upaa, kama vile kuonekana kwa ukoma katika ngozi ya mwili. Yeye ni mtu mwenye ukoma, yu najisi, na kuhani hana budi atasema kuwa yu najisi. Pigo lake li katika kichwa chake. Kisha mwenye ukoma aliye na pigo ndani yake, nguo zake zitarawiwa na nywele za kichwa chake zitaachwa wazi, naye atafunika mdomo wake wa juu, naye atapiga kelele, ni najisi, ni najisi. Siku zote ambazo pigo li ndani yake, yeye atakuwa mwenye unajisi. Yeye ni najisi. Atakaa peke yake, makazi yake yatakuwa nje ya marago. Tena vazi nalo ambalo pigo la ukoma li ndani yake, kwamba ni vazi la sufu au kwamba ni la kitani, likiwa limefumwa au kusokotwa, likiwa ni la kitani au la sufu, kwamba ni katika ngozi au kitu chochote kilichofanywa cha ngozi, hilo pigo likiwa na rangi ya majani au jekundu katika vazi au katika ngozi au katika lililofumwa au katika lililosokotwa au katika kitu chochote cha ngozi, ni pigo la ukoma, nalo ataonyeshwa kuhani, na kuhani ataliangalia hilo pigo, naye atakiweka mahali kile kilicho na pigo muda wa siku 7. Kisha siku ya 7 ataliangalia hilo pigo. Kama pigo limeenea katika hilo lililofumwa au katika hilo lililosokotwa au katika ngozi, ijapokuwa hiyo ngozi ina matumizi yoyote, hilo pigo ni ukoma unaokula. Vazi hilo ni najisi, naye atalichoma moto vazi hilo, kwamba ni lililofumwa au kwamba ni lililosokotwa, kama ni la sufu au la kitani au kitu chochote cha ngozi ambacho kina hilo pigo ndani yake, kwa maana ni ukoma unaokula. Vazi hilo litachomwa moto. Na kama kuhani atakitazama na tazama, ikiwa hilo pigo halikuenea katika hilo vazi wala katika hilo lililofumwa wala katika hilo lililosokotwa wala katika kitu chochote cha ngozi, ndipo kuhani ataamuru kwamba wakifue kitu kile kilicho na hilo pigo, naye atakiweka mahali muda wa siku 7 tena. Kisha kuhani ataangalia baada ya kuoshwa hilo pigo, na tazama, ikiwa hilo pigo halikugeuka rangi yake wala halikuenea, li najisi. Utakichoma moto. Ni uharibifu likiwa lina upaa ndani au nje. Huyo kuhani akiangalia na tazama, ikiwa hilo pigo limeanza kufifia baada ya kufuliwa kwake, ndipo atalirarua hilo pigo litoke katika vazi au katika ngozi au katika lililofumwa au katika lililosokotwa. Kisha likionekana hivyo katika hilo vazi, katika lililofumwa au katika lililosokotwa au katika kitu chochote cha ngozi, ni pigo lenye kuenea. Nawe vazi hilo lenye pigo utalichoma moto, na hilo vazi lililofumwa au lililosokotwa au kitu chochote cha ngozi utakalolifua kama hilo pigo limetoka na kuliacha, ndipo litafuliwa mara ya pili, nalo litakuwa safi. Na katika pigo la ukoma, katika vazi la sufu au la kitani, kama ni katika lililofumwa au lililosokotwa au katika kitu chochote cha ngozi, sheria yake ni hiyo, kusema kwamba ni safi au kusema kwamba ni najisi. Walawi sura ya 14. Utakaso wa wakoma na nyumba zao. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, hii ndiyo sheria ya mwenye ukoma
katika siku ya kutakaswa kwake. Ataletwa kwa kuhani, na huyo kuhani atatoka aende nje ya marago, na kuhani ataangalia, na tazama, ikiwa pigo la ukoma limepoa kwake huyo mwenye ukoma, ndipo huyo kuhani ataagiza kwamba watoawe kwa ajili yake atakayetakaswa ndege wawili walio hai, ambao ni safi, na mti wa mwerezi, na sufu nyekundu na hisopu. Kisha kuhani ataagiza ndege mmoja achinjwe katika chombo cha udongo kilicho juu ya maji ya mtoni. Kisha huyu ndege aliye hai atamshika na huyo mti wa mwerezi na hiyo sufu nyekundu na hisopu, naye atavichovya hivyo pamoja na yule ndege aliye hai katika damu ya huyo ndege aliyechinjwa juu ya maji ya mtoni. Kisha atamnyunyizia huyu atakayetakaswa na ukoma mara 7, naye atasema kwamba yu safi. Kisha atamwacha yule ndege aliye hai aende zake nyikani, naye huyo atakayetakaswa atazifua nguo zake na kunyoa nywele zake zote na kuoga katika maji, naye atakuwa safi. Baada ya hayo ataingia ndani ya marago, lakini ataketi nje ya hema yake muda wa siku 7. Kisha siku ya 7 atanyoa nywele zote za kichwani mwake na ndevu zake na nyusi zake na nywele zake zote pia atazinyoa. Kisha atazifua nguo zake na kuoga mwili wake majini, naye atakuwa safi. Kisha siku ya 8 atachukua wanakondoo wawili waume wakamilifu na mwanakondoo mmoja wa kike wa mwaka wa kwanza mkamilifu, na sehemu 3 za 10 za efa moja ya unga mwembamba kuwa sadaka ya unga kuchanganywa na mafuta, na rogi moja ya mafuta. Kisha kuhani atakayemtakasa atamsimamisha huyo mtu atakayetakaswa pamoja na vitu vile vyote mbele za Bwana mlangoni pa hema ya kukutania. Kisha kuhani atamshika mmoja katika hao wanakondoo waume na kumsongeza awe sadaka ya hatia pamoja na hiyo rogi ya mafuta. Kisha atavitikisa kuwa ni sadaka ya kutikiswa mbele za Bwana. Kisha atamchinja huyo mwanakondoo mahali hapo wachinjapo sadaka ya dhambi na sadaka ya kuteketezwa ndani ya mahali patakatifu, kwa kuwa kama hiyo sadaka ya dhambi ilivyo ya kuhani, ni vivyo sadaka ya hatia ni takatifu sana. Kisha huyo kuhani atatoa katika hiyo damu ya sadaka ya hatia, naye kuhani ataitia katika ncha ya sikio la kuume la huyo atakayetakaswa, na katika chanda cha gumba cha mkono wake wa kuume, na katika kidole kikuu cha mguu wake wa kuume. Kisha kuhani atatoa katika hiyo rogi ya mafuta na kuyamimina katika kitanga cha mkono wake mwenyewe wa kushoto. Kisha kuhani atatia kidole cha mkono wa kuume katika hayo mafuta yaliyo katika mkono wake wa kushoto, naye atayanyunyiza hayo mafuta kwa kidole chake mara 7 mbele za Bwana. Na katika yale mafuta yaliyobaki mkononi mwake, kuhani atayatia katika ncha ya sikio la kuume la huyo atakayetakaswa, na katika chanda cha gumba cha mkono wake wa kuume, na katika kidole kikuu cha mguu wake wa kuume, juu ya damu ya sadaka ya hatia. Na mafuta yaliyobaki yaliyo katika mkono wa kuhani atayatia juu ya kichwa cha huyo atakayetakaswa, na kuhani atafanya upatanisho kwa ajili yake mbele za Bwana. Kisha kuhani atasongeza sadaka ya dhambi na kufanya upatanisho kwa ajili yake huyo atakayetakaswa kwa sababu ya unajisi wake. Kisha baadaye ataichinja sadaka ya kuteketezwa. Kisha kuhani ataisongeza hiyo sadaka ya kuteketezwa na sadaka ya unga juu ya madhabahu, na kuhani atafanya upatanisho kwa ajili yake, naye atakuwa safi. Tena kwamba ni maskini, naye hawezi kupata kiasi hicho, ndipo atatoa mwanakondoo mmoja wa kiume awe sadaka ya hatia ya kutikiswa, ili kufanya upatanisho kwa ajili yake, na sehemu ya 10 ya efa ya unga mwembamba iliyochanganywa na mafuta kuwa sadaka ya unga, na rogi ya mafuta, na hua wawili au makinda wawili ya jiwa kama awezavyo kuwapata. Huyo mmoja atakuwa sadaka ya dhambi, na wa pili atakuwa sadaka ya kuteketezwa. Hata siku ya 8
atawaleta kwa kuhani mlangoni pa hema ya kukutania mbele za Bwana kwa ajili ya kutakaswa kwake. Na kuhani atamtoa huyo mwana-kondoo wa sadaka ya hatia na hiyo logi ya mafuta, naye kuhani atavitikisa viwe sadaka ya kutikiswa mbele ya Bwana. Kisha atamchinja mwana-kondoo wa sadaka ya hatia, na kuhani atatoa katika damu ya sadaka ya hatia na kuitia katika ncha ya sikio la kuume la huyo atakayetakaswa, na katika chanda cha gumba cha mkono wake wa kuume, na katika kidole kikuu cha mguu wake wa kuume. Kisha kuhani atamimina sehemu ya hayo mafuta katika kitanga cha mkono wake mwenyewe wa kushoto. Kisha kuhani atanyunyiza baadhi ya hayo mafuta yaliyo katika mkono wake wa kushoto kwa kidole chake cha mkono wa kuume mara 7 mbele za Bwana. Kisha kuhani atatia mengine katika hayo mafuta yaliyo mkononi mwake katika ncha za sikio la kuume la huyo atakayetakaswa, na katika chanda cha gumba cha mkono wake wa kuume, na katika kidole kikuu cha mguu wake wa kuume, juu ya mahali pale penye damu ya sadaka ya hatia. Na mafuta yaliyobaki katika mkono wa kuhani atayatia juu ya kichwa cha huyo atakayetakaswa, ili kufanya upatanisho kwa ajili yake mbele za Bwana. Kisha atasongeza hao huwa mmojawapo au hao makinda ya jiwa mojawapo kadiri awezavyo kuwapata, hata kadiri aliyoweza mmoja kuwa sadaka ya dhambi, na wa pili kuwa sadaka ya kuteketezwa pamoja na sadaka ya unga. Na huyo kuhani atafanya upatanisho kwa ajili yake huyo atakayetakaswa mbele za Bwana, huyo ambaye ndani yake mna mpigo na ukoma, ambaye hawezi kukipata hicho kipasacho kutakaswa kwake. Sheria yake ni hiyo. Bwana akanena na Musa na Haruni na kuwaambia, hapo mtakapoingia nchi ya Kanaani, ambayo nawapa kuwa ni milki yenu, nami nitakapolitia pigo la ukoma katika nyumba ya nchi hiyo ya milki yenu, ndipo mwenye nyumba hiyo atakwenda na kumwambia kuhani akisema, naona mimi ya kwamba pana kama pigo katika nyumba yangu. Ndipo kuhani ataagiza kwamba watoe vyote vilivyomo nyumbani mbele ya kuhani hajaingia ndani kuliangalia hilo pigo, ili kwamba vyote vilivyomo nyumbani visiwekwe kuwa unajisi. Kisha baadaye kuhani ataingia ndani ya nyumba hiyo aitazame, naye ataliangalia hilo pigo, na tazama, likiwa pigo limo ndani ya kuta za nyumba, nalo lina mashimo rangi ya majani au mekundu, na kuonekana kuingia ndani kuliko huo ukuta, ndipo kuhani atatoka katika nyumba hiyo mpaka mlangoni pa nyumba na kuifunga hiyo nyumba muda wa siku 7. Siku ya 7 kuhani atakwenda tena, naye ataangalia, na tazama, likiwa pigo limeenea katika kuta za nyumba, ndipo kuhani atawaambia wayatoe hayo mawe yaliyo na pigo na kuyatupa mahali penye uchafu nje ya miji. Naye atafanya kwamba hiyo nyumba ikwangue ndani pande zote, na chokaa watakayo kuangua wataimwaga nje ya mji mahali palipo na uchafu. Kisha watatoa mawe mengine na kuyatia mahali pa mawe hayo, naye atatoa chokaa nyingine na kuipaka chokaa hiyo nyumba. Na kama hilo pigo likirudi tena na kutokea ndani ya nyumba baada ya yeye kuyatoa hayo mawe, na baada ya kuikwangua nyumba, na baada ya kupakwa chokaa, ndipo kuhani ataingia ndani na kuiangalia. Na tazama, likiwa pigo limeenea ndani ya hiyo nyumba, ni ukoma unaokula hiyo nyumba, ni katika unajisi, naye ataibomoa nyumba, mawe yake na miti yake na chokaa yote ya hiyo nyumba, naye atavichukua vyote nje ya mji hata mahali palipo na uchafu. Tena mtu atakayeingia ndani ya hiyo nyumba wakati huo wote iliyofungwa atakuwa najisi hata jioni. Na mtu alalaye ndani ya nyumba hiyo atazifua nguo zake, naye alaye chakula ndani ya nyumba hiyo atazifua nguo zake.
Tena kwamba kuhani akiingia ndani na kuangalia, na tazama, ikiwa pigo halikuenea katika hilo nyumba, baada ya nyumba kupakwa chokaa, ndipo kuhani atasema kwamba hiyo nyumba ni safi, maana pigo limepoa. Naye atatoa ndege wawili na mti wa mwerezi na sufu nyekundu na hisofu kwa kuitakasa hiyo nyumba. Naye atamchinja mojawapo wa ndege hao katika chombo cha udongo kilicho juu ya maji ya mtoni. Kisha atatoa huyo mti wa mwerezi na hisofu na sufu nyekundu pamoja na huyo ndege aliye hai na kuvichovya vyote katika damu ya huyo ndege aliyechinjwa na katika hayo maji ya mtoni na kuinyunyiza nyumba mara 7. Naye ataitakasa hiyo nyumba kwa damu ya ndege na kwa maji ya mtoni na kwa huyo ndege aliye hai na kwa mti wa mwerezi na kwa hisofu na kwa sufu nyekundu. Lakini ndege aliye hai atamwacha atoke mle mjini aende nyikani. Ndivyo atakavyofanya upatanisho kwa ajili ya hiyo nyumba, nayo itakuwa safi. Hiyo ndiyo sheria ya pigo la ukoma ya kila aina, ya kipwepwe na ya ukoma wa vazi na ukoma wa nyumba na kivimbe na kikoko na kipaku king'aacho, ili kufunza itakapokuwa ni unajisi na itakapokuwa ni safi. Hiyo ndiyo sheria ya ukoma.